Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Taarifa nzito hivi sasa zimeweza kuibuka kutokana na jaribio lake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kumwondoa Mheshimiwa Nchimbi kwa nafasi ya umakamu. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi mtazamaji wangu, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Kwenye kamati ndogo ya maadili. Kamati ndogo ya maadili ambayo ni kwamba ataenda kuhojiwa. Kuitwa kwenye kamati hii sio kwamba ndo anakosa ama ni vipi, ni kwamba unaenda kuhojiwa kwa mambo ambayo umezungumza. Alishawahi kuitwa Mheshimiwa Nape kwenye kamati ya maadili, alishawahi kuitwa Mheshimiwa January Makamba kwenye kamati ya maadili, alishawahi kuitwa marehemu Mheshimiwa Membe alishawahi kuitwa 2019 kabla hajafutwa wanachama 2020. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaitwa kwenye kamati hii, unahojiwa, na ukionekana una hatia, kuna hatua ambazo zinaweza zika kamati inapendekeza huyo mtu achukuliwe, aidha labda kupewa onyo ama kufutwa wanachama ama mambo kadhaa anaweza yakafanyika, na wao huwa wanatoa mapendekezo. Kwa hiyo kitu ambacho ni vitu ambavyo vinazungumzwa chini kwa chini ni kwamba je, ni kweli makamu wa rais ameitwa kwenye kamati ya maadili, kamati ndogo ya maadili ambayo ataenda kuhojiwa na makamu mwenyekiti bara, mzee wetu, mzee Wasira. Na tukumbuke hawa watu wawili ni watu ambao wana historia huko nyuma, na inasemekana ni watu ambao hawako vizuri namna fulani hivi. Hilo ni story ya wakati mwingine, ama ni habari ya muda mwingine kabisa. Lakini cha kuzungumzia ni kwamba haya yanayosemekana chini huku yana ukweli ndani yake. Ila uzuri ni kwamba yote kwa yote CCM huwa wana namna ya kuwafanya watu waelewe kwamba hii ni taasisi ambayo hamna mtu ambaye yuko juu yake. Tusubiri kusikia ama tusubiri taarifa rasmi kuhusiana na hili. Lakini kikubwa ni kwamba mambo si mazuri ndani ya CCM. Kuna mvutano mkubwa sana, sababu kuna kauli ambazo zinatolewa na mheshimiwa makamu wa rais ambazo haziendani na matarajio ya wengi ndani ya CCM. Mimi ni hayo tu kwa leo, tukutane tena wakati mwingine. Ama shusha kwenye comment hapo wewe unadhani kitu. Na mtazamaji wangu, hivi sasa sote tunafahamia kwamba sio siri tena, bali kile kilioko ndani ya chama cha CCM sio siri, bali ni mgawanyiko mkubwa. Mgawanyiko huu, Mheshimiwa Nchimbi anaonekana kujiondoa katika nafasi aliyokuwa nayo katika serikali ya CCM. Haya yote ni kutokana na Mheshimiwa Nchimbi kuona ya kwamba idadi kubwa wananchi wa Jamhuri ya Tanzania wanazidi kutofautiana na serikali iliyoko madarakani siku baada ya siku, akiona ni vema aweze kujiondoa katika serikali hiyo ili aweze kufanikisha maazimio yake ya kisiasa ifike hapo uchaguzi ujao. Mtazamaji wangu, hivi sasa kwa hali ya kisiasa iliyoko katika Jamhuri ya Tanzania, Mheshimiwa Nchimbi anafahamu kwamba iwapo ataweza kuendelea kujihusisha na serikali hiyo na kuendelea na yale yote yanayozidi kufanywa na serikali hiyo, iwapo hataweza kupinga, basi huenda akawa na mwisho mbaya wa siasa katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi haya yote Mheshimiwa Nchimbi anayozidi kuyafanya, kuonekana kusimama na mwananchi wa kawaida, kupinga na hata kukosoa baadhi ya mambo yanayozidi kufanywa na viongozi wakuu serikalini, hasa serikali hii ya CCM. Mtazamaji wangu, haya yote Mheshimiwa Nchimbi anazidi kufanya hivi ili kuonyesha utofauti ambao wananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania wanazidi kutegemea kuona kutoka kwa viongozi wakuu wa serikali hiyo ya CCM. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu, hivi sasa kama kuna kiongozi pendo katika chama hicho cha CCM ama serikali ya CCM kwa ujumla, mtazamaji wangu, Mheshimiwa Nchimbi hautaweza kushindwa kumtaja. Hivyo basi anachozidi kukifanya Mheshimiwa Nchimbi hivi sasa, je, ni jambo ambalo litaweza kuweka hofu kubwa kwa viongozi wakuu wa serikali ya CCM? Kwani tumeweza kushuhudia ya kwamba kuna njama fiche ama mpango wa kufanya mkutano wa kumuhoji Mheshimiwa Nchimbi. Sote tunafahamu kwamba kuhojiwa kwake Mheshimiwa Nchimbi ni kutokana na kile ambacho amekuwa kikifanya katika siku za hivi karibuni. Mheshimiwa Nchimbi ameweza kuwa mstari wa mbele
kupinga na hata kukosoa na hata kuomba wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kuonyesha ushikamano na umoja ili kupigania swala nzima la katiba mpya, swala ambalo chama Chadema ambacho kinazidi kupinzana na chama cha CCM ndicho kinachozidi kushinikiza katiba mpya iweze kuwepo katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, idadi kubwa ya viongozi walioko katika serikali ya CCM wanazidi kuona jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Nchimbi ni kama kwamba anazidi kukubaliana na kile kinachozidi kuombwa na upinzani. Hivyo basi, wanaweza kuona Mheshimiwa Nchimbi kama msaliti ambaye anazidi kupinga serikali na kuunga mkono upinzani wa chama cha Chadema. Ila ifahamike kwamba viongozi wa chama cha Chadema hivi sasa, baada ya rali kurejeshwa kikamilifu kwa mara nyingine, chama kinachozidi kupata mapokezi bila kulipa watu kuhudhuria rali zao, mtazamaji wangu, ni chama cha Chadema, tofauti kabisa na chama cha CCM. Hii hapa ni dalili tosha kwa mara nyingine inayozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo upendo huu chama cha Chadema unazidi kuupata kutoka kwa wananchi ndio upendo sawia na ule ambao Mheshimiwa Nchimbi anazidi kuupata kutoka kwa wananchi. Haya yote ni kutokana na Mheshimiwa Nchimbi kuamua kupigania mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo linazidi kuweka matumaini mapya ama matumaini hai ya kwamba swala nzima la katiba inayozidi kupiganiwa kwa muda mrefu itaweza kupatikana. Pia viongozi wakuu serikalini lazima waweze kubadilisha mwenendo wa uongozi wao wanaozidi kuongoza kwa wananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania. Kwa njia moja ama nyingine, Mheshimiwa Nchimbi kuonyesha dalili tosha kukubaliana na upinzani ni kana kwamba kile anachozidi kukifanya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kutofautiana nacho, na kwa kuwa Mheshimiwa Nchimbi angependa ukweli na haki kwa kila mmoja, ndipo ambapo anazidi kutofautiana na viongozi wakuu katika serikali ya CCM, na ndipo ambapo mtazamaji wangu tunazidi kushuhudia Mheshimiwa Nchimbi anazidi kupangiwa kikao ili aweze kuhudhuria na kujibu baadhi ya maswali atakayokuwa akiulizwa, kwani baadhi ya viongozi wakuu katika serikali ya CCM wanazidi kumwona Mheshimiwa Nchimbi kama msaliti kwa yale anayozidi kuyafanya, na pia kwa jinsi gani ambavyo anazidi kukubaliana na 100% ama 1% kubwa kwamba katiba mpya lazima ikuwepo katika Jamhuri ya Tanzania, katika serikali iliyoko madarakani kwa hivi sasa. Je, mtazamaji wangu, Mheshimiwa Nchimbi kufanyiwa kikao ni jambo sahihi? Pia tuachie maoni yako kuhusiana na swala nzima lake Mheshimiwa Nchimbi kuendelea kupigania swala la katiba mpya katika Jamhuri ya Tanzania. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.